Billionaire alijifanya ombaomba kupata upendo wa kweli usimame. Mtu mmoja alifanya kitu ambacho hakuna mtu angethubutu. Billionaire alitupa utajiri wake wote na kuwa ombaomba mtaani, sio kwa sababu alipoteza kila kitu, bali kwa sababu alitaka kujua ukweli mmoja tu. Je, mtu yeyote angeweza kumpenda yeye bila pesa, bila magari ya kifahari, bila jina lake? Jibu litakushtua. Endelea kusoma hadi mwisho na utuambie katika maoni yako. Je, ungemfanya hivyo? In the subs that Nugan the Clue Profile School Punch. Kelvin Chukuma alikuwa na kila kitu ambacho pesa zingeweza kununua. Ndege za kibinafsi, majengo marefu ya kioo yanayoangaza angani, hisa za teknolojia na nyumba 3 za kifahari zinazotazama upeo wa anga wa jiji la New York. Akiwa na miaka 34, alikuwa tayari ameorodheshwa miongoni mwa wawekezaji wenye ushawishi mkubwa zaidi wa Afrika huko Marekani. Mrefu, mabega mapana, taya kali ilionekana kama ilichongwa na starehe daima. Utulivu wa billionaire, sauti laini ya kutosha kumshawishi benki kusalimu bila kupinga. Hata hivyo, hakuna chochote kati ya hizo kilichomhami dhidi ya nguvu yenye nguvu zaidi maishani mwake. Mama yake. Nyumbani Nigeria, yote ilianza asubuhi moja ya Jumapili tulivu. Kelvin alikuwa akipitia makubaliano ya ununuzi wa bilioni ya dola wakati simu yake ilipopigia. Mama Afrika iliangaza kwenye skrini. Alifunga macho yake. Alijibu. Mama yake alionekana kwenye skrini akivaa nguo nzuri ya kuvutia ilionekana kana kwamba inaweza kuandaa mkutano mdogo. Kelvin alipiga kelele kabla hajampa fursa ya kumsalimia. Je, unapanga kuwa kompyuta yako? Kelvin alimwangalia kwa muda. Habari za asubuhi kwako pia mama. Usiniambie habari za asubuhi. Una miaka 3 chapor. Miaka 3 chator bado ni michanga huko Amerika, alisema kwa hasira. Hapa Nigeria, wenzako wana watoto 3 na maumivu ya mgongo. Kelvin alisogota. Mama, ninaujenga uwekezaji wa kimataifa. Alisogea karibu zaidi kwa kamera. Uwekezaji hautapika supu kwako. Alijaribu asicheke. Mama, nina wapishi. Alishangaa kama kwamba amemkashifu mababu zake. Unataka mpishi anipe wajukuu? Kelvin karibu alikohoa kwenye kahawa yake. Mama yake alirekebisha nguo zake kwa kishindo. Kelvin alisikiliza kwa makini. Nimempata msichana mzuri. Kelvin alisimama imara. Mama, yeye ni mnyenyekevu. Neno la hatari. Yeye ana heshima. Neno hatari sana. Yeye ananitembelea kila wiki. Neno hatari sana sana. Kelvin alifikia pua yake kwa kidole. Jina lake ni nani? Linda. Alikuwa amesikia jina hilo mara moja au mbili. Kitu kuhusu ofisi ya tawi la Lagos. Mama, hujaongea naye kidogo. Ndio maana mimi ninaongea badala yako, alijibu kwa fahari. Kelvin alisogea nyuma kwenye kiti chake cha ngozi, akitazama Manhattan. Mama, nataka mtu anayenipenda mimi, si pesa zangu. Alimtazama kwa wasiwasi. Basi ficha pesa zako. Kelvin alisimama. Nini? Alipiga mkono wake. Ndio zificha, vaa kama mtu maskini, ona nani atakufuata. Alimtazama. Unazungea serious? Serious sana, hata Biblia wanajificha. Nani alijificha katika Biblia mama? Alisimama. Tuvlani. Kelvin alipasuka kicheko, lakini hakuwa akichekesha. Rudi nyumbani, aliendelea. Nenda Nigeria, acha kutuma dola na uje kumwona mke kwa miguu yako miwili. Alitoa pumzi ndefu. Mikataba ya biashara angeweza kuijadili, vyumba vya bodi angeweza kutawala, lakini shinikizo la mama wa Kinigeria hapakuwa na MBA ya hiyo. Baada ya simu kumalizika, Kelvin alibaki ameketi kwa muda mrefu. Alitazama upeo wa anga wa jiji la New York. Wanawake walikuwa wakimpigia kura hapo awali, lakini daima ilihisi kama mahojiano ya CEO wa akaunti yake ya benki. Chakula cha kifahari, yakhti za kibinafsi, vidokezo vya akaunti za pamoja. Alichoka. Labda mama yake alikuwa sahihi. Labda alihitaji kurudi Lagos, ahisi jua, asikie kelele, akutane na mtu wa kweli. Alinyakua simu yake na kumpigia msaidizi. Andaa ndege yangu, tunaenda Nigeria. Bwana, kwa muda gani? Alitabasamu. Mpaka nitakapopata mke. Wakati huo huo huko Lagos, Linda alikuwa angaza kama alikuwa ameshinda bahati nasibu. Alirekebisha wigi wake wa mtungo wa Kaidesign kwenye kioo. Kelvin anakuja, alijiambia kwa hisia. Alikuwa akifanya kazi kupita kiasi, si ofisini bali nyumba ya mama wa Kelvin. Alipeleka matunda, aliwapanga wasaidizi wa nyumba. Alilipa zawadi, aitabasamu kwa upole. Shangazi angesema kwa upole kwa mama wa Kelvin. Usijali, Kelvin atakaponioea nitakujali kama mama yangu mwenyewe. Mama yake angekaa sent kwa kibali. Ndani yake Linda alikuwa akihesabu kama calculator ya kibinadamu. Range Rover, nyumba ya Banana Island, ufikiaji wa kadi usio na kikomo, maisha mazuri yaliyowashwa. Hata alifanya mazoezi ya jinsi alivyozimia Kelvin atakapomwomba ndoa. Nyuma Amerika, Kelvin alisimama mbele ya kioo chake.
kichwa kilichonyolewa vizuri, suti nzuri ya samawati iliyoshona, saa ya kifahari. Alionekana kama billionaire mzima, lakini ndani yake alikuwa na wasiwasi. Tafadhali Mungu, alisema kwa utaratibu na tabasamu ndogo, nisingoe mnunuzi wa kitaalamu. Hakujua kwamba huko Lagos, mnunuzi mmoja wa kitaalamu alikuwa tayari akijiandaa na hakuwa na nia ya kushindwa katika michezo yake ya Olimpiki ya ulaghai wa dhahabu. Kidogo alijua Kelvin. Sura ya Avron ilikuwa ni utulivu tu kabla ya dhoruba. Na mahali fulani Lagos, hatima ilikuwa tayari ikicheka. Sura ya Dhu. Ujio wa Kelvin Lagos. Mama yake na Linda walimsubiri bandarini. Jambo la kwanza Kelvin alilotambua kuhusu Lagos haikuwa joto. Ilikuwa sauti ya Linda. Tangu walipotoka kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Murtala Muhammad, alikuwa akizungumza bila kukoma ndani ya gari lake kubwa la kifahari, kama alikuwa akiandaa kipindi cha redio cha moja kwa moja. Kelvin, umepoteza uzito, msongo wa Amerika. Usijali, nitakuandalia vyakula vizuri sasa. Kelvin alimwangalia kwenye dirisha la tinted. Amepoteza uzito? Bado alikuwa na urefu wa futu dua wa uthabiti wa mazoezi ya gym. Mama yake alikaa kando ya Linda kwenye kiti cha nyuma, akitikisa kichwa kwa kibali kama alikuwa amesimamia cheti cha kuzaliwa kwa Kelvin mwenyewe. Tazama jinsi anavyojali, mama yake alisema kwa sauti ya kutosha kuamsha mababu. Kelvin alisangana kwa upole. Kuna kitu kibaya, lakini alikiachilia kwa sasa. Nyumba ya kifahari ya Lagos ilikuwa inangaza. Ubunifu wa kisasa wa ndani uliomaliziwa na dhahabu, sakafu za marmar zilizopigwa kioo la kutosha kuakisi makosa ya siku zijazo. Linda aliingia kama mwongozo wa utalii ambaye tayari alikuwa anamiliki mali. Oh Kelvin, nimepanga upya chumba chako cha kuishi. Mwonekano wa zamani ulikuwa wakiamrika sana. Kelvin alisimama. Wakiamrika sana. Yeye ndiye aliyenunua nyumba hiyo. Mama yake alionekana furaha. Ana ladha nzuri. Kelvin alitikisa kichwa polepole. Hakuwa hata amefungua sanduku lake la mizigo wakati Linda alipopiga makofi kwa nguvu. Nenda kwenye maduka ya kuuzia. Kelvin alimwangalia kwa mshangao. Maduka ya kuuzia? Ndiyo, na umetoka Amerika. Unahitaji mavazi ya muundo wa Kinigeria na mimi ninahitaji vitu vidogo vidogo. Vidogo? Kelvin alirudia kwa makini. Ndiyo, vidogo sana. Neno hilo lingemfuata baadaye. Walifika dukani ya nguo za hali ya juu kwenye kisiwa cha Victoria. Wakati Linda alipoingia ndani, ilikuwa kana kwamba alipokea maelekezo ya kimungu. Alichukua mavazi, viatu, mifuko, manukato na hata miwani ya jua ilionekana kama inaweza kuona siku zijazo. Kelvin alisimama kwa utulivu, mikono mifukoni, akiangalia. Linda alitoka kwenye chumba cha kujaribu akivaa gauni nzuri inayong'aa. Ninaonekanaje? Gali, Kelvin alijibu. Alishangaa kwa furaha. Najua. Gauni nyingine, kiatu kingine, mkoba mwingine. Wasaidizi wa mauzo walikuwa wakitoa jasho. Wakati mmoja alimwambia mwenzake kwa kunongona, "Je, anafungua tawi?" Kelvin alisikia. Karibu alicheka. Bili ilipofika ilionekana kama hadithi fupi. Linda aliegemea kwa upole kwenye mkono wake. "Hujali sivyo?" Kelvin alitabasamu. "Bila shaka." Ndani yake ubongo wake ulikuwa ukihesabu kama calculator ya kimya. Nje ya duka, Linda ghafla alisimama, macho yake yakiwa amefunga kwenye Range Rover nyeupe ya kifahari iliyosimama ng'ambo ya barabara. Kelvin, yeye tayari hakupenda sauti. Nimekuwa nikipenda gari hilo. Alikaa kimya. Aligeuka pole pole. Ingeangaza vizuri kwenye ua wako. Kelvin alitazama angani kwa muda kana kwamba anauliza mbinguni. Ulinunua nguo? Ndiyo, lakini gari ni usafiri. Nguo ni muonekano. Ni aina tofauti. Mantiki ilikuwa ya kushangaza na ya hatari. Dakika 30 baadaye, kawasha ya uuzaji ilikuwa ikisherehekea. Linda alikuwa na Range Rover yake nyeupe yenye ndani nyekundu. Alipiga kelele kwa furaha, akirukaruka kwa msisimko. Kelvin alisimama kando yake, akitabasamu kwa utulivu. Mama yake alikuwa aking'aa. "Tazama Baraka," alisema kwa fahari. Kelvin alitikisa kichwa. "Baraka ubili?" Usiku huo kwenye chumba cha kuishi chini ya taa za chandelier, Linda alikaa karibu zaidi ya kawaida. "Karibu sana," alisogea kidogo. "Kelvin, kuna kitu kidogo nataka kujadili." Neno hilo tena, kidogo. "Ndiyo, unajua wakati mwingine ni aibu kuomba ruhusa yako kila wakati unaotumia pesa." Kelvin akafunga mikono yake kwa upole. "Basi, labda niwe na ufikiaji wa akaunti yako." Alimtazama. Alitabasamu zaidi. "Ili niweze kusimamia mambo vizuri, kama mke wako wa siku zijazo." Mke wa siku zijazo? Kelvin hakuwa hata amemomba ndoa. Alisogeza kichwa chake kidogo. "Unaonekana uhakika sana kuhusu jina hilo." Alicheka kwa woga. "Namaanisha, kila mtu tayari anajua."
Kelvin alitazama pande zote. Kila mtu, mkutano huu ulitokea lini? Sura ya Trizi, kuzaliwa kwa ombaomba. Mama yake alitokea wakati huo. Mnazungumza nini? Linda haraka alirekebisha mkao wake. Hakuna shangazi, tunapanga siku zijazo tu. Kelvin alihisi kitu kikibadilika ndani yake. Ishara nyekundu ilipiga kengele. Siku chache zilizofuata zilikuwa za kufunua ukweli. Linda alijadili maeneo ya honeymoon bila uchumba. Alizungumza kuhusu umiliki wa pamoja wa mali bila pendekezo. Alijiandikisha kwenye tukio kama B, chukuma bila uthibitisho. Kelvin alitazama kimya. Jioni moja, alisikia kitu kilichomfanya asogome simu ukumbini. Nikipatikana ufikiaji wa akaunti sitakaa muda mrefu, uhamisho ukikamilika nitatoweka. Kelvin alisimama bila kusogea. Hakuna usemi, hakuna mwitikio, tu kimya. Billionaire ndani yake aliamka. Usiku ule, Kelvin alikaa peke yake kwenye chumba chake cha kazi. Mapambo ya kisasa ya kifahari, mapambo ya dhahabu, taa ya taa laini. Aliondoa saa yake polepole. Basi hii ndio upendo, alisema kwa sauti ya chini. Mama yake aliingia kwa utulivu. Unaonekana na tatizo. Alimtazama kwa makini. Mama, je, mtu fulani akijifanya? Alison mkunjufu kidogo. Unazungumzia Linda? Hakujibu moja kwa moja. Ninahitaji kujaribu kitu. Macho yake yalikuwa mapana. Kujaribu? Alitikisa kichwa. Nataka kutoweka. Alimtazama kama alipendekeza kuhamia mwezini. Kutoweka? Jinsi gani? Alisogea mbele. Nataka kuona ni nani anampenda Kelvin bila Kelvin. Kimya. Kisha polepole tabasamu la ulaghai lienea usoni mwa mama yake. Unataka kwenda undercover? Kelvin alitikisa kichwa, alipiga makofi kwa upole. Hii itakuwa ya kuvutia. Siku 2 baadaye, Lagos iliamka na habari kwamba Kelvin alirudi Amerika kwa biashara ya dharura. Linda aliponyosha mdomo wake kwa kujionyesha. Mtoto wangu maskini anafanya kazi sana. Wakati huo huo, ndani ya chumba fiche kwenye jumba hilo, Kelvin alisimama mbele ya kioo. Ndevu ndefu bandia, nguo za zamani zilizochakaa, viatu vya zamani, vumbi vilichopigwa kidogo usoni mwake, taya yake kali iliyofichwa, utulivu wake wa billionaire ulizimishwa. Alionekana asiyetambuliwa. Hata mama yake alishangaa. Nikiona nje nitavuka barabara. Kelvin alitabasamu. Vizuri, alirekebishia ndevu. Nataka ukweli. Nje msongamano wa Lagos ulihamia kawaida. Ndani, billionaire alijiandaa kukaa barabarani. Mahali fulani kwenye kisiwa cha Victoria, Linda alikuwa tayari akipanga safari yake ijayo ya ununuzi. Hakujua omba aliyekuwa nje ya duka lake la kupendelewa angebadilisha kila kitu. Sura ya 4. Omba barabarani. Hilgor. Shrine Balith. Tix tough that shake by it'll know. Kama Lagos ingejua kwamba mmoja wa mabilionea wake wanaostahili zaidi alikuwa amekaa kwenye lami ya moto katika viatu vilivyochakaa, msongamano wa magari ungesimama kwa heshima. Lakini msongamano wa Lagos hauheshimu mtu yeyote. Kelvin Chukuma, nguru wa zamani wa Wall Street wa Marekani, sasa alikuwa ameketi nje ya duka la nguo la hali ya juu kwenye kisiwa cha Victoria, akionekana kama mtu aliyebisha na hatima na akapoteza. Ndevu ndefu za uchafu, shati kubwa la kufifia, viatu vya zamani, bakuli la chuma mbele yake. Macho yalibaki sawa, makali ya akili ya kihesabu. Alirekebisha mkao wake kidogo. Kutoka ndege ya kibinafsi hadi lami, alisema kimya kimya. Mama, hii iwe ya thamani. Jua la Lagos halikuchanganya maneno. Lilimchoma vizuri. Jasho lilikuwa likiundana chini ya ndevu zake bandia. Mvulana mdogo aliyepita alimwangusha sarafu kwenye bakuli lake na kusema, Baba Paul. Kelvin alimwangalia. Baba alikuwa na miaka 34, si babu aliyestaafu, lakini alitikisa kichwa kwa shukrani. Asante, mshirika mdogo wa hisa, alisema polepole. Milango ya duka ilifunguliwa kwa kishindo. Na huko ndipo alipo, Linda, akishuka kutoka kwenye Range Rover yake nyeupe kama alikuwa akiingia kwenye show ya tuzo. Nyuma yake walikuwa marafiki zake wawili, Vanessa, mrefu wa kujifanya mzuri, na Kem. Pumzi ya Kelvin ilisimama kidogo alipomuona Kem tena. Ngozi ya rangi ya caramel inayong'aa laini chini ya mwanga wa jua wa Lagos. Nywele zenye mviringo zilizofungwa vizuri kwenye bun. Nguo rahisi lakini za kifahari, usemi wa upole. Tofauti kati yake na Linda ilikuwa ya kelele kuliko msongamano wa Lagos. Kelvin aliinamisha kichwa kidogo na kunyoosha bakuli lake. Bi, tafadhali saidia. Linda alisimama, alitazama chini polepole. Pua yake ilikunja kama alikuwa amenusa nia zilizomalizika. Wewe tena? Alimfokea. Kelvin alimwangalia kwa mshangao. Tena? Ndiyo. Alikuwa amemwona wiki iliyopita. Alirekebisha miwani yake ya kidesign kwa kishindo. Usizuie njia yangu kamwe. Mpenzi wangu billionaire kutoka Amerika hataipenda upuuzi huu.